Basi bwana we, hii ni siku nyingine kabisa, ni tariki 2 mwezi wa pili mwaka wa 2026. Ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji, utatuia radhi kwa sababu hapo jana mkuweza kupata habari kabisa kamili kutokana na hali ya usalama ambayo inaendelea mashariki mwake DRC. Lakini ni kupashe hata leo kabisa, haijawachelewa sana ya kwamba wewe upate kufaidia habari ambazo zinazidi kuendelea mashariki mwa Kongo. Ujambo sasa popote pale ulipo ndugu mpenzi msikilizaji. Matumaini kwamba wewe ni mzima wa afya kabisa, ukitufuatilia katika hatua zote ulimwenguni mzima popote pale ulipo. Lakini tunapatikana sisi barani Afrika mashariki mwa Kongo, ndiko ambako kituo hiki cha habari kinachoweza kupatikana. Hii ni Reality Mambo TV, kituo cha habari ambacho kinakuletea hali ambayo inaweza kuendelea mashariki mwake DRC na hata habari zingine tofauti katika ulimwengu mzima wakati tu zinaopatikana. Ni kwako wewe kutufuatilia na sisi kukupasha habari kama vile jukumu. Ninalo jukumu hilo la kukupasha habari wewe ya kwamba ipate kufikia popote pale ulipo na upate kufaidia. Lakini pia kuweza kuungana nami kwa kubonyeza hapo chini kwenye subscribe hata sabone ikiwa YouTube yako ni Kifaransa, ya kwamba uwe unapata habari zetu katika muda mwafaka na kubonyeza hata alama kengele ili unapata habari zetu kwa ujumla wakati tu tunapokuletea wewe. Na kuwagawia watu wengine kitakuwa ni jambo nzuri kabisa ya kwamba wewe upate kuwapatia wengine habari hizi. Basi ungana nami ni kupasha habari kutoka huko kwenye milima mirefu ya Mikenge na Minembwe, mapambano ambayo yaendelea kujiri hapo jana ikiwa tariki 1 mwezi huu wa pili mwaka 2026. Basi ikiwa hivyo sasa nikuletee taarifa ya habari iliyo kamili sasa baada ya huo mtasari wa habari. Ni kwamba kwenye milima mirefu ya huko Fizi Mwenga ambako mapambano yaliendelea kuripotiwa hapo jana ikiwa tariki 1 mwezi wa pili mwaka wa 2026. Mapambano katika wakati huo imeendelea kujiri katika vijiji tofauti pembezoni mwa maeneo ya Minembwe huko kupambana dhidi ya wahasi wa FCM23, nikimaanisha kundi la FARDC likiungana na wazalendo wakiweza kupambana dhidi ya jeshi la FCM23 RC Red Tabara na Twirwaneho. Nikumbushi ya kwamba vyanzo vya habari vimeweza kuonyesha katika muda wa mchana ya kwamba mapambano hayo yaliweza kujiri katika vijiji tofauti huko Minembwe, na hivyo hata kuweza kusikika milio ya risasi na kuleta wasiwasi katika vijiji tofauti na ikiwemo hata huko Minembwe. Jambo la kuonyesha ni kwamba mapambano hayo yaliendelea kujiri katika muda huo wa hapo jana tariki 1 mwezi wa pili mwaka 2026. Lakini hivyo na kuweza kutangazwa katika maeneo ya Mikenge ya kwamba mapambano makubwa pia yakiweza kujiri kati ya wahasi wa FCM23 Red Tabara Twirwaneho wakipambana dhidi ya majeshi ya Kongo ikiwemo jeshi la wazalendo na jeshi la FARDC. Na hivyo mapambano hayo yakiweza kuripotiwa katika vijiji tofauti ikiwemo Vijombo, Kamombo na hata hapo Mikenge. Kwa shuhuda ya kuonyesha mapambano katika uwanja wa vita ni kwamba mapambano ya huko Minembwe yalianza ikiwa majira ya saa 11 ya asubuhi, lakini ilipofika katika mida ya jioni hapo jana na kuweza kutangazwa kabisa ya kwamba jeshi la FARDC kundi la kwanza limeweza kuonekana katika maeneo ya Minembwe, lakini wakiwa hivyo na malengo ya kuenda mara moja katika uwanja wa ndege ya kwamba waweze kuonyesha ushindi rasmi kutangaza ya kwamba wameweza kushika katika maeneo ya Minembwe. Lakini huko katika milima mirefu ya huko Mwenga ikiwa huko Mikenge, Vijombo, katika maeneo mengine ya Kamombo, na hivyo kuweza kutangazwa zaidi ushindi kwenda ngambo ya majeshi ya Kongo ikiwemo wazalendo na jeshi la FARDC.
Lakini kushikwa kwa maeneo ya Minembwe imeweza kuleta hali ya usalama zaidi kuweza kuboreka katika mioyo ya watu, hususan wakahaji wa tarafa la Fizi, kwa maana walikuwa ni watu ambao walikuwa katika wasiwasi kuweza kusikia adui kuweza kushika katika maeneo ya huko Pwenzero, ikiwa maeneo ambako ni masanganjia ya kuweza kuwafanya adui kuingia katika maeneo ya Fizi na hata katika mji wa Baraka. Hayo yote imeweza tu kuthibitishwa ushindi na kushindwa kwa ngambo ya waasi wa FCM 23. Hivyo mapambano hayo yakiweza kuonyesha kuambatana kwa FARDC na wazalendo kuwa pamoja kupambana na kundi lingine ambalo limeweza kuambatana na jeshi tatu, ikiwemo Red Tabara, FCM 23 na hata Twirwaneho wakiwa pamoja ili kupambana ili ya kwamba wapate kufanyikiwa malengo ya kuweza kupita na kuendelea mbele kama jinsi ilivyo malengo ya waasi wa FCM 23. Ikiwa hivyo, nikumbushi ya kwamba jambo la kuweza kushika maeneo ya kwenye milima mirefu huko Minembwe ni maneno ambayo yakiweza kulinganishwa naye Kamanda William Amuri Yakutumba aliyoyasema katika mji wa Uvira, na kuweza kuonyesha ya kwamba hata watakaposhika Minembwe sio kwamba wanakuwa wanatafuta raia kuwaua, lakini wanachokijali zaidi ni wale askari wa FCM 23, jambo ambalo linaweza kuonyesha waziwazi ya kwamba waasi wa FCM 23 waliweza kutapakaa kwenye milima mirefu huko na hata kusikika kuwa katika maeneo ya Minembwe, huo ukiwa mujibu kabisa na chanzo thabiti ya kuweza kufika katika maeneo ya Minembwe, ikiwa kwenye tu sababu ya kuweza kuwatosha waasi wa FCM 23 Red Tabara na Twirwaneho katika maeneo ya huko kwenye milima mirefu, ikiwa Mwenga na Fizi. Hali hiyo imeweza kuonyesha ya kwamba mapambano yaliweza kuwa makali ni baada tu ya kuweza kushika sasa maeneo ambako waasi wa FCM 23 walikuwa wameshashika, hayo ikiwa tu ni malengo thabiti ya majeshi ya Kongo, na hivyo wakiweza kuripotiwa katika maeneo tofauti ambako waasi wa FCM 23 wameweza kuondoka, ikiwa katika mji wa Uvira na hata Walungu ya kati, na hivyo kusikika kwenye milima mirefu kushika maeneo tofauti ikiwemo Pwenzero, Bikiaka, ikiwa hata huko maeneo ya Minembwe. Lakini haijalishi ya kwamba nimekupasha habari za huko juu kwenye milima mirefu ya Fizi, Mwenga, na nimalizie basi niongeze ikiwa katika mji wa Bukavu, ambako baada ya huko kuweza kusikika shangwe, nderemo na vigelegele, shuhuda zimeweza kuonyesha kuwa sherehe hiyo au vigelegele hivyo katika muda wa usiku huko katika mji wa Bukavu ni kwamba wameona waasi wa FCM 23 wameanza kujitosha katika mji huo wa Bukavu na kushuhudiwa kwamba wakitembea za mguu. Hali hiyo imeweza kuonyesha shangwe kwa wakaaji ambao wanakaa katika mji wa Bukavu na kuweza kulionyesha kwamba hawakukuwa wanaambatana au kupenda waasi hao wa FCM 23. Hilo ilikuwa ni jambo ambalo linaonyesha mashariki mwa Kongo ya kwamba uvamizi ulikuwa umeingia, na hivyo na bado kabisa uvamizi ukingali, kwa maana waasi wa FCM 23 hawajajitoa wote kamilifu. Hiyo ni habari kamili kuhusu waasi wa FCM 23. Na kulingana na maneno yake Rais wa Umarekani Donald Trump alivyovisema ya kwamba waasi wa FCM 23 wanatakiwa kuondoka katika nchi ya Kongo, hususani mashariki mwake. Kwake William Amuri Yakutumba na Jenerali Makanaki Kasimbira John hawakuweza kabisa kubagua raia ambao waliweza kuondoka na waasi wa FCM 23 katika mji wa Uvira, lakini kuweza kuwaita wapate kurudi, wala hawana hata makosa nao na chochote kile ambacho wanaweza wakafanya kibaya, na hata pia kabisa kuweza kulithibitisha hilo, kulionyesha wazi ya kwamba hawana makosa nao. Huo ulikuwa ni mwisho wa taarifa ya habari. Leo ilikuwa tariki 2 mwezi wa pili mwaka wa 2026. Ukutane nami tena katika vipindi vingine, ya kwamba upate kufaidia na kuweza kuungana nami katika dakika chache ambazo ni kukupasha habari, ya kwamba ungane nami tena katika vipindi vingine, nikisema asante.